Honorable Speaker, and I beg to move. Asante Mheshimiwa Speaker, unajua kiongozi wa wengi anaashiria jambo ambalo lilikuwa mahali siku ya jana, lakini tusiende kwa hayo. Mswada huu Mheshimiwa Speaker ni muhimu sana wakati huu kwa sababu utalenga kusaidia wananchi moja kwa moja katika kukabiliana na gharama ya juu ya bei ya mafuta. Ni wajibu wa bunge hususan bunge la taifa kuhakikisha kuwa sheria zinasaidia wananchi wakati wa changamoto kama hizi. Mheshimiwa Speaker, sababu kuu ya kudhamini mswada huu ni kupanda kwa bei ya mafuta ambayo imekuwa mzigo kubwa kwa wananchi. Ni muhimu kuelewa Mheshimiwa Speaker, kupanda huku hakujasababishwa na sera ndani ya nchi pekee, bali kwa kiwango kikubwa kinachangiwa na hali ya soko la kimataifa. Kenya hununua mafuta kutoka nchi za nje na hivyo bei zake hutegemea bei za dunia pamoja na thamani ya dola ya Marekani. Hii ina maana kuwa tunapoona bei ya mafuta inapanda, mara nyingi sababu iko nje ya mipaka ya nchi yetu. Mheshimiwa Speaker, kati ya mwezi wa Februari na Machi mwaka huu wa 2026, dunia ilishuhudia ongezeko kubwa la bei ya mafuta. Petroli ilipanda kutoka dola 686 hadi dola 973 kwa tani moja. Dizeli ilipanda kwa kiwango kikubwa zaidi kutoka dola 637 hadi dola 1388. Huku mafuta ya taa ikiongezeka zaidi kwa dola 681 hadi 1512. Hii inamaanisha wazi kuwa gharama zimeongezeka kwa kiwango kikubwa sana ndani ya muda mfupi, hali ambayo imeathiri nchi nyingi na sio nchi ya Kenya peke yake, nchi mingi katika ulimwengu wote. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, wakati huo dhamani ya shilingi yetu ilipungua kiwango kilinganishwa na dola Marekani kutoka shilingi 129 na senti 27 kwa dola mwezi jana hadi shilingi 180 na senti 8. Ingawa huku tofauti ya dola hii inaonekana kidogo mno, athari yake kwa bei ya mafuta ni kubwa sana, ile tunaita kwa Kiingereza the spiral effect. So Mheshimiwa Speaker, matokeo ya mabadiliko haya yote yanaonekana moja kwa moja katika gharama ya kuingiza mafuta nchini. Petroli iliongezeka kwa zaidi ya asilimia 41, diesel kwa karibu asilimia 69 na mafuta ya taa kwa zaidi ya asilimia 105. Kwa hivyo ni juhudi gani ambazo tunafaa kufanya kuhakikisha kwamba bei ya mafuta imeweza kwenda chini? Jambo la kwanza Mheshimiwa Speaker ambalo limeangaziwa ni kutumia zaidi ya bilioni 6.2 kupitia hazina ya uimarishaji wa mafuta, ile tunaita kwa kimombo Petroleum Stabilization Fund. Kwa hivyo ni vizuri kueleza Wakenya tayari shilingi bilioni 6.2 zimeweza kutumiwa tayari kuweza kupunguza athari ya bei ya mafuta isiweze kuwa juu zaidi. Juu ya hao Mheshimiwa Speaker, tuliona siku ya juzi waziri wetu wa fedha akifanya kupitia gazette notice kupunguza ile VAT ushuru ambao ulikuwa kwa mafuta kutoka kwa 16% hadi 13%. Na ni vizuri tueleza Mheshimiwa Speaker, hii ni kwa sababu tumewezesha kupitia kanuni zetu za bunge kumpa mamlaka waziri kupunguza VAT but kwa kiwango tu cha 25%, na kwa hivyo waziri hangeweza kupunguza VAT kwa asilimia nyingine zaidi kuliko hivyo bila idhini ya bunge. Na ndio maana Mheshimiwa Speaker, sasa tuko hapa siku ya leo kupitisha huu mswada ili VAT sasa iweze kupunguzwa kutoka 13% hadi 8%, Mheshimiwa Speaker, ili tuone kwamba bei ya mafuta ya petroli iweze kupungua kupitia shilingi 9 na senti 37 na diesel iweze kupungua kwa shilingi 10 na senti 21, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, ni vizuri kueleza Wakenya kwamba sababu ya sisi kuchaguliwa ni kukuja kufanya sheria ama kuunda sheria katika nyumba hii.
na hivyo mojawapo ambayo tumefanya vile rais ameamrisha na vile baraza la mawaziri wanaamrisha, ndio maana hii sheria imeweza kuchapishwa leo, na leo hii tutaweza kupitisha kutoka first reading hadi third reading, ili bei ya mafuta kuanzia leo hiyo VAT iweze kupungua kutoka 16% hadi 8%, Mheshimiwa Spika. Na ni vizuri kueleza pia ya kwamba sisi kama viongozi tunajua, ama kama coalition ambao ilichaguliwa na raia, tunajua jinsi ya kukuwa na solution ama suluhu ya mashida ya nchi yetu ya Kenya. Hatuhitaji kusomewa na wengine ama kuelezwa ama kusukumua vile ambavyo tunaweza kufanya. Na hii ni mojawapo ya shinikizo hili la kwamba bunge leo itasimama na itaweza kupunguza VAT kutoka 16% hadi 8%, ili hiyo athari ambayo ingekuwa kwa bei ya mafuta isiwe inaangamiza Mkenya, Mheshimiwa Spika. So kwa hayo mengi ningetaka kuunga sana hoja hii na kuomba wabunge wote ambao kwa siku ya leo waweze kuunga hoja hii, tuweze kupunguza ushuru wa mafuta ili tuweze kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya wetu. Na niwakumbushe pia, unajua kuna wengine, Mheshimiwa Spika, wakati maongeo kama hii ambao tunaongea kuhusu kupunguza gharama ya bei ya mafuta, hawakuji katika bunge, Mheshimiwa Spika. Lakini utawapata kule katika mazishi, utawapata kule katika rallies wakitusomea jinsi ambavyo tunafaa kufanya. Na wao wamechaguliwa, wanalipwa mshahara na raia kuja kutengeneza sheria katika bunge letu, Mheshimiwa Spika. Lakini ikifika hiyo hawamo. Lakini kule nje ndio wanatupigia kelele zaidi, na kule kwa maredio na kwa TV wakisema jinsi ambavyo tunafaa kufanya, lakini wao hawajibiki katika kuja katika bunge kama hii kupitisha mswada siku ya leo, mswada wa kupunguza ushuru wa mafuta, Mheshimiwa Spika. Na ningetaka pia wale wengine ambao wanatuangalia hapo awali, Wakenya wamechapisha majina ya bunge kulingana na zile kura wamepiga. Wakati tulikuwa tunaongeza VAT hii kutoka 8 to 16%, majina hayo yalichapishwa. Pia leo, Mheshimiwa Spika, ni vizuri majina yachapishwe ya wabunge ambao wataajibika siku ya leo kupiga kura kuhakikisha kwamba tumepunguza gharama ya maisha, tumepunguza gharama ya mafuta, tumepunguza ushuru wa mafuta kutoka 16% hadi 8%, Mheshimiwa Spika. Na kwa hayo mengi ningetaka kusecond. Thank you, Mheshimiwa Spika. Those on their feet, take your seats. Members on their feet, take your seats. Honorable members, I now propose the question at order number 15, which is the Value Added Tax Amendment Bill.